Basi 7 ni nyingi. Ila aggregate ya hivi na hivi hizo zimejaa sana. Nyingi. Hata 2020 ngapi 23 ilikuwepo. Bwana, kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa taarifa ambazo juzi alizungumza Magoli, alisema kwamba klabu inaingia mapema kabisa kwenye pre-season na pre-season yao wataichanganya. Michuano ya Kagame pamoja na pre-season itafanyika kwa pamoja. Kwa hiyo wakati wanashiriki michuano ya Kagame na pre-season yao itakuwa humo ndani. Kwa maana watu safari watakuwepo Dar es Salaam. Watakuwepo Dar. Rwanda ndio inafanyika. Kwa hiyo Simba watafanya hivyo pre-season yao, na aligusia kwamba inawezekana msimu huu Simba wachezaji wake wakaonekana mapema kwa sababu Steve Barker anataka wachezaji wapya awatumie kupata muunganiko ili kwenye michuano ya kimataifa asianze kujitafuta huko, awe tayari ameshajipata. Sasa kwenye dirisha la usajili ukitazama na ukiwaangalia namna ambavyo Simba wamecheza na wachezaji waliopo, ni maeneo gani ambayo unaona kwamba Steve anahitaji watu zaidi kwa ajili ya kumuongezea quality kubwa kwenye michuano ya kimataifa ambayo ndio target kubwa ya Simba. Na wamshike kweli. Sije katokea Fadlu. Mwishoni kabisa mtu tayari kapata ofa huko MC Alger. Anatangulia. Unajua ukweli ulivyo, licha ya kwamba Steve Barker anastahili pongezi, alimbadili Mpanzu kutoka kwa mshambuliaji anayetokea pembeni na kumfanya mshambuliaji wa kati, ingawa alikuwa anacheza kama false 9, lakini Simba ina uhitaji wa mshambuliaji kweli. Sasa licha ya kwamba Mpanzu weza pale na nini kapata assist zake 10 msimu huu, lakini ile eneo linahitaji typical striker, mtu ambaye kazi yake ni kufunga tu, kama ilivyokuwa wakati wa Boko, kama ilivyokuwa wakati wa Medi Kagere MK14, Chris Mukope Mushimba Mugalu. Hao ndio washambuliaji wa mwisho waliofanya vizuri wakiwa na klabu ya Simba. Kwa hivyo Simba inahitaji washambuliaji wa namna hiyo, sio wenye uchezaji wa kufanana na Boko au Kagere au Mugalu, hapana. Yaani awe mshambuliaji ambaye anajipambanua yeye kwa kazi yake ni kufunga. Kagere alikuwa hajui chenga, Boko alikuwa hajui chenga, Mugalu alikuwa hajui chenga. Wao ni kufunga tu. Kwa Simba inahitaji mshambuliaji kweli, mshambuliaji haswa wa katikati pale. Na faida yake ni kwamba mwalimu atatengeneza wigo wa kutengeneza mpango wa kucheza mechi. Anaweza leo hii akawa na mshambuliaji huyo mpya atakayekuja, pembeni yake wako kina Alibase, kina Aniseteura, nyuma yake labda yuko Chama. Lakini mwalimu anasema leo bwana naamua kucheza tena na Mpanzu. Kwa mwalimu itamsaidia anabadilika kimbinu na kiufundi, kwa sababu kikosi kimejitosheleza. Lakini ukiacha eneo la ushambuliaji, Simba njoo kwenye eneo la kiungo. Mimi na mheshimu sana Alassane Kante, lakini imetosha. Simba inahitaji kiungo wa karibu ya juu kuliko kiungo chao walichonacho sasa hivi. Kiungo chao bado kina struggle. Licha ya kwamba mechi za mwisho za ligi Simba ni kama kuna namna kwenye eneo la kiungo walianza kujiamini, wakawa wanacheza kikubwa, lakini bado naamini eneo lao la kiungo Simba linahitaji maboresho. Lakini eneo jingine ambalo linahitaji maboresho, ukiacha eneo la ushambuliaji na eneo la kiungo, sehemu nyingine Simba wanahitaji kufanya mabadiliko ama maboresho kwa walinzi. Ni upande wa Shomari Kapombe. Wanahitaji beki ambaye atakuwa reliable, sasa atakayepatikana muda wote. Sasa hivi kuna mechi Simba wanamkosa Shomari Kapombe kutokana na majeraha. Lakini kama ingekuwa wana backup nzuri ya daraja hilo, basi ingeweza kuwa ni nafasi wao kuboresha kikosi. Kwa maana hiyo mimi ukiniuliza Simba nitakwambia mshambuliaji, mawinga wamejitosheleza, Libase na Aniseteura. Of course unaweza ukaongeza mwingine, lakini sasa unaongeza mwingine wa nini wakati una Mpanzu anaweza kutokea pembeni kama Libase na Aniset. Una Chama ambaye naye ana uwezo kutokea pembeni kama kina Aniseteura na Libase Gay. Kwa hivyo kwangu mimi Simba wanahitaji zaidi mshambuliaji wakati kwenye eneo la kiungo pale wanahitaji kiungo ambaye atakuwa na mamlaka, ndo tunasema anaipa majukumu safi ya kiungo, yeye akiwa ndani uwanjani, fulani fanya hivi, fulani kaba pale, njoo hapa nisaidie hivyo. Lakini kutoka kwenye eneo la kiungo Simba anaenda kwenye upande wa walinzi wa pembeni.
angalau kwa Kibabage amefiti vizuri, lakini Anthony Mligo inabidi apambane sana kwenye dakika anazopewa, licha ya kwamba ni chache lakini ndio muda ambao anatakiwa yeye aonyeshwe ukweli unafananaje. Lakini kama haitoshi, upande wa kulia ambako amecheza Kapombe na Duchu msimu huu na kwenye mimi naamini kunahitaji maboresho. Shomari Kapombe licha ya kwamba tu umri umeenda, lakini kiuhalisia wanahitaji mchezaji ambaye atakuja kugombania namba na Duchu, kwa sababu Duchu ndo nimemwona mara kadhaa anacheza namba ya Shomari Kapombe. Kwa hiyo wanamhitaji mtu ambaye ana uwezo wa kuja kuwania namba na Duchu na awe na uwezo mkubwa kuliko Duchu. Hiyo itamfanya Duchu apambanie namba, na kupambania kwake namba kutainufaisha Simba. Kwa hivyo kiuhalisia, Simba Sports Club, mimi kuna maeneo hayo ambayo nimeainisha wanahitaji maboresho. Hapa sijagusia wala ulinzi wa kati kwa sababu hajapata mrejesho wa Nangu anaendeleaje, kama watakuwa naye pre-season, pamoja na nani huyu Abdulrazak Hamza, naye hatujui anarudi lini. Lakini kama wale wanarudi, then eneo la ulinzi kwenye eneo la katikati hapo 4 na 5 wapaache, wasipaguse. Wapaguse sana namba 2 kiungo hapa striker. Sawa, tutakuja, tunarudi, muda umekimbia hapa. Ngoja tushikilia. Nisije nikasahau. Nafasi nyingi watakazohitaji Simba siache golini. Mimi kwangu wanahitaji marekebisho. Safi sana. Umenyosha vizuri. Niseme kitu. Ndio. Katika eneo ambalo lina utajiri mkubwa wa watu ni eneo la golini barani Afrika. Yaani baadhi ya maeneo ambayo unaweza usistruggle kabisa kupata wachezaji Afrika ni golini, mabeki na viungo. Shida ya ushambuliaji ni ya dunia nzima. Lakini hata hao viungo, ukitaka wale viungo creative, wapo wengi sana barani Afrika. Wengi mno. Wale namba 10 wenyewe wale wa kutengeneza kupika wale. Wapo wengi tu. Wala siona. Ila eneo ambalo watu ni adimu, kwa mfano kwenye viungo, ni kupata labda mawinga wenye kila kitu. Sijui unanifahamu. Mawinga wa daraja la juu barani Afrika pia wamepungua. Viungo wa shambuliaji wa juu sana. Ukiachana labda na namba 10 ambao wanapatikana, kuna namba 6 wengi sana wanapatikana Afrika Magharibi, ndio wamejaa. Ukija eneo lile la mshambuliaji wa juu ni changamoto, lakini golini unaweza kupata mtu yeyote. Kwa Simba wanahitaji maboresho makubwa golini. Golikipa wao Mahmadu Kasali Tanja, wapo watakaompa excuse ndo msimu wa kwanza au whatever, lakini kwangu nafikiri sio swala la ugeni, ni swala yeye anafanya nini. Kwa sababu ukienda nayo ukasema labda msimu wa pili ataimarika, kama sipoimarika maana yake bado atakuwa na kuweka roho juu kila siku. So kuna mechi nilikuwa natangazana nani hapo, nafikiri na Ali Luambano, walikuwa wanacheza na Mbeya City ile waliocheza sana. Wamepigwa mpira mrefu ambao hakuna mtu ana impress, alivyokimbilia kwenda kucheza kichwa kake narudi golini. Sijui alienda kupigaje. Lakini pia sala la kuanzisha mpira chini kwake ni changamoto. Ukimwona anapasia vizuri, lakini mara nyingi anapasia mtu ambaye yupo kwenye eneo ambalo hawezi kuwa na options. Scanning yake sio nzuri. Yes. Yani anampa mtu ambaye atasumbuka kucheza ule mpira. Anaweza kaa yeye kuupiga hivi kwenda kwa mtu anaupiga vizuri tu. Lakini kupasia kiujumla ni pamoja na kujua kwamba huu mpira utakuwa salama pale. Yaani nikipiga pale mpira upo sehemu salama. Kwake hiyo hawezi. Pia hata ukija kwenye kawaida tu. Kuna wakati anaocheza mpira mikono anaiweka hivi, anaiachia. Walikuwa wanacheza na nani hapa KMC. Piga shuti la mbali, alienda kushika mpira tap kwa unampita huko. Sio mara moja, sio mara mbili nimemwona. Kwa hiyo ana shida kwenye maeneo kadhaa ambayo nafikiri kwangu njia bora ya kuimprove ni kumbadilisha yeye. Nimeona Simba wana muinvolve kwa kiasi kikubwa sana
kocha kwenye usajili, licha ya kwamba hawamwachia 100%, lakini kwa 1% kubwa wachezaji ambao wanakuja Simba wengi wana vinasaba na mwalimu. Inawezekana Simba wao ndio wachezaji waliwatarget hata kabla ya mwalimu, ama inawezekana mwalimu anahusika. Inaweza ikawa na impact chanya zaidi kuliko hasi kwenye dirisha la usajili, kwa namna ambavyo trendi zinaendelea, kwa sababu pia wachezaji wanaohusishwa hivi sasa wapo wengine ambao wamefundishwa na mwalimu sasa hawa kimataifa. Nafikiri kumhusisha mwalimu ina faida, hasa kama ile mwalimu anadumu, kwa sababu unaweza karejea tu Fadlu Davids alimkataa beki mmoja, sitaki kumtaja jina, lakini alikoenda nako pia amekuwa apate nafasi kubwa ya kucheza. Lakini wale ambao aliwaleta yeye, kwa mfano Nio Maema, kuna Rushin Derieh, kila mchezaji aliyekuja, kila mwalimu aliyekuja anawatumia wale jamaa. Maana aliwaleta watu wenye uwezo wa juu. Na Fadlu aliwasaidia Simba kupata wachezaji wazuri hasa. Lakini swala la wataendelezaje kwenda pale walipokuwepo na kuendelea kupata wachezaji wengine wazuri pia, sio kila mwalimu anayesajili atakuwa ni Fadlu Davids. Kuna mwalimu mwingine ana uwezo mzuri wa kufundisha timu, lakini sio scout mzuri, ama hana jicho la kuona wachezaji wazuri. Ana uwezo tu wa kucoach wachezaji kwenye kiwango bora, lakini kuwafanya wale wachezaji wa kawaida kuwa wachezaji wakubwa, ama kuwaona wachezaji wakubwa kwenye timu za kawaida, mara nyingi huwa ni swala jingine. Kwa hiyo Steve Barker kuhusishwa kwenye usajili it's okay, lakini tutategemeana na Simba wametathmini vipi jicho lake la kuweza kung'amua wachezaji wazuri. Hakikisha umeshiriki Cheza Pesa, kwa sababu saa 2 na dakika 15 na dakika 5 pekee kwenda kutoa 200,000 kwa washindi 25. Yani imagine kutoka saa 2 kamili mpaka saa 2 na dakika 15, dakika chache pekee zinakwenda kukufanya unashinda 200,000. Sasa inawezekana unasubiri tu kwamba unga na timu muda wote, lakini international kimataifa anatajwa Jaba, mchezaji ambaye alikuwa Stellens na akaondoka, lakini miongoni mwa wachezaji watu ambao walipendekeza usajili wake ni kipindi ambacho Steve Barker yupo pale Stellenbosch na akaondoka, mchezaji pia akaondoka. Sasa hivi Barker anamhitaji kwenye eneo la kiungo, anacheza namba ya Nio Maema pale pale kwenye dimba la kati, Nio Maema, Alassane Kante kwenye hilo eneo la kati ambalo wao wapo. Hizi namba ambazo nimekutajia kwako kichwani zinazungumza nini? Kwanza nafikiri mwalimu anahitaji mtu zaidi ya Alassane Kante, ndio maana ushangae amekuwa kumweka sana nje. Licha ya kwamba ndio kiungo wa Simba mwenye uwezo mkubwa wa kucheza forward passes, lakini ana makosa mengi pia. Na muundo mkubwa wa Simba kiuchezaji unahitaji pia kiungo mwenye uwezo mkubwa, mnyumbulifu, na anaweza ku decide movements za timu, kwa maana timu inakimbia kwa speed gani kwenda mbele. Lakini hao ulionitajia wa Bongo sina shida nao hata mmoja. Wote waliowataja sina shida nao hata mmoja. Changamoto yangu itakuwa kwa kimataifa tu. Hapo ndo ninapopasubiri, lakini huko kwingine it's very okay. Kuna kauli watu wao wanasema timu bora Tanzania huwa inahusishwa na wazawa. Cream bora ya wazawa. Ukipata ile bora alafu ukaenda ukachanganya nao wa kimataifa, kuna spirit fulani huwa inaingia kwenye kikosi na timu inaenda kupata jambo kubwa. Msimu ujao Simba unawaona kwenye engo gani kwenye mazingira hayo ambayo tunayazungumza? Tutatua. Msimu ujao nafikiri Simba watakuwa na kundi zuri la wazawa kama watawapata hao. Lakini swala ni cream ama sio cream pia itategemeana na huko upande wa pili. Sababu naweza kaona wapo kimya, lakini wakawapata wachezaji wa aina gani? Unampata mchezaji kama Mohamed Musa, Bakari Msimu, si ndio? Una ambaye anahusishwa pia na Simba, si ndio? Unampata labda huyo jamaa, unapata baadhi ya wachezaji wengine ambao wanajaribu kudeliver kila uchwao. Means utakuwa na rundo kubwa la wachezaji wengi wazuri. Ili ufanye vizuri, ni kweli unahitaji cream nzuri ya wazawa ambao watakuwa ni wana daraja la kwanza. Simba wakati wanafanya vizuri walikuwa na Hassan Dilunga ambaye anatoka bench, lakini kila kiingia anakuja na impact. Sio, unanifahamu? Ndio. Walikuwa na kina Mzamiru Yasin kwenye ubora wao, Jonas Mkude kwenye ubora. Walikuwa na Erasto Nyoni kwenye ubora, Shomari Kapombe, Yusuf Mlipili wakati fulani. So watu wote hao walikuwa na uwezo wa kuitengenezea kitu cha tofauti. The same hata kwa Yanga. Kuna wakati wao ndio walikuwa wanashika ile cream ya wazawa wote wenye performance bora. Kwa hiyo
kama Simba wanafanikiwa kuwapata wazao walio bora, kuna possibility kubwa msimu ujao ukawa ni msimu mzuri. Sawa, nitoe pesa kabla ya yote, kabla ya kile ambacho Chisano anataka kuzungumza. Pesa itoke kwa wadau ambao wameshiriki, na niliahidi ya kwamba ikifika na dakika 15, lakini pia wanaweza wakawasaidia kwenye michuano ya kimataifa wakichanganya na wageni wazuri ambao wanakuja kwenye timu. Nikamuuliza Upete kwamba Simba nimemuona kimataifa, kocha ni kama anahusika kwa asilimia nyingi kwenye kufanya usajili, kwa sababu wachezaji ambao wanaingia hivi sasa ni wale ambao wana vinasaba na mwalimu. Kwako wewe, Simba ukisikia wanamhitaji Nathanael Chilambo, wanamhitaji Sopu, wanamhitaji Bakari Msimu, wanamhitaji Nation Kevin, alafu Ibrahim Jeba ambaye alikuwa Stellenbosch na yeye inasemekana ameshamalizana Simba na muda wote atatua Tanzania. Kisikia hivi vitu na wachezaji waliokuwepo wanakoelekea, unaiona krimu bora ya wachezaji wazawa ambayo inaweza ikaenda kusababisha Simba ikafanya vizuri kimataifa na ligi ya ndani? Unajua ukweli usiopingika, ukiwa na wachezaji wazawa wenye ubora mkubwa, nafasi ya wewe kufanya vizuri ule msimu unaokuja ni kubwa. Leo hii wewe ukiwapata wachezaji wa ndani ambao wameperform vizuri, watakusaidia hata wakati mwingine ambao unahitaji kufanya rotation kwenye kikosi chako, wanakusaidia, wanakuja wanapata matokeo. Asikwambie mtu kuwa na kikosi kipana, tafsiri yake uwe na wachezaji ambao wana uwezo wa kuleta matokeo chanya kwenye kila kitu wanachokifanya. Leo hii kwenye ligi ya Tanzania kuipata krimu ya wachezaji wazawa sio rahisi, ambao wamefanya vizuri sana, lakini ukikaa kwa muda mrefu mkajipa taski kabla ligi haijaisha kwamba mnawafuatilia wachezaji wa ndani waliofanya vizuri, wako wazawa wamefanya vizuri, na ninaona wana uwezekano wa kusajiliwa na timu kubwa ikiwemo Simba. Kwa hiyo wachezaji ambao umewataja hapo, kwenda sio story. Kabla yao walienda watu wengine Simba, ndio kina Kennedy Juma, kina Rastonyoni, Shabalala na nini, lakini wasisahau haya ni mazingira ambayo mpira umekuwa biashara kubwa. Unapowataja wachezaji ambao wanahusishwa na Simba, unatengeneza mazingira ambayo klabu inapata faida, kwa sababu muda wote watu watakuwa wanafuatilia nani analetwa. Ndio. Lakini kiuhalisia maeneo hayo uliyotajia yalikuwa kiufundi, kimbinu yanahitaji mabadiliko. Sivyo kama ambavyo mimi naamini labda wenyewe walitarajia itakuwaje, lakini kiuhalisia wachezaji katika kuwasajili hatuangalii wingi, tunaangalia ubora uliosajili. Ndio. Unaweza kama sajili wengi ila bora, wachezaji wenye ubora labda wawili, sasa hiyo hainogi. Ndio maana ukitaka kumchukua mchezaji umuone ana future, lazima ujue hesabu za umri wake, huyu baada ya miaka kadhaa atakuwa wapi. Na hiyo inasaidia kwenye kufanya maamuzi ya kutaka kusajili. Issue sio kuwataja tu sijui na msimu sijui nani. Lazima uangalie wana umri gani, utapata hesabu ya ni muda gani anaweza akatumikia kwenye klabu kama hatopata majeraha. Lakini isivyo bahati, ni vitu vingi vya msingi, japo vinaonekana vidogo, ndio huwa vifatishwe kwenye mpira wa Tanzania, na ndivyo hivyo vinaziathiri hata hizi klabu kubwa za Simba na Yanga. Lakini kiuhalisia wachezaji uliowataja kwenda Simba, yes, ni transfers nzuri kwa sababu zinahusisha wachezaji wengi wazawa, manake wameonekana mpaka wamesajiliwa, wanataka kusajiliwa na Simba. Lakini kama haitoshi, hata wachezaji wa kigeni ukiwaona wamekubali kulipwa mshahara mdogo, ukilinganisha mchezaji mzawa, wanakuwa ujue kwamba mchezaji wa kigeni ameheshimu uwezo wa mchezaji wa kigeni kaheshimu uwezo wa mchezaji mzawa. Ndio. Jambo ambalo pia ni ngumu kutokea, lakini vinginevyo mimi naamini Simba inapaswa kufanya maboresho ya timu, na kiuhalisia upate huo mchanganyiko wa vijana na watu wazima, uanze kutengeneza combination kwenye timu. Lakini the rest, mimi ninakuhakikishia hapa vita iliyopo sasa hivi kwenye usajili. Ndio. Usiseme mchezaji wangu mpaka umsainisha tangazo. Unaweza ukamkubalia
alafu akakuruka akazunguka mlango wa nyuma huyo kaenda mwingine. Akaenda kusaini deal sehemu nyingine. Sawa, saa 2 na dakika 30, 200,000 na kwenda kutoka tena. Kuna dakika 10 pekee ambazo zimesalia mpaka ifitimie saa 2 na dakika 30, muda ambao utakwenda kutoa 200,000 nyingine kwa washindi 25. Hakikisha umeenda sehemu ya kufanya miamala, umetuma buku lako kwenda kwenye namba ya kampuni ambayo ni 321111. Kumbukumbu namba ni 333 ama neno bongo. Kiasi ni buku. Thibitisha ushiriki wako na baada ya muda utakwenda kujishindia pesa kutoka kwa Mshua. Fanya hivyo uwe miongoni mwa watu ambao wanakwenda kuenjoy maisha mazuri. Na tupo hapa tunaendelea kutazama taarifa za kimichezo. Twende hapa, tukirejea tunakuja kumulika Azam FC Singida kabla ya kupaki mataifa huko. Kuna mengi sana. Unajua wachezaji gani ambao mpaka hivi sasa Yanga wanazungumzwa wameshamalizana nao? Bado tuna taarifa hiyo.